Msamaji wa TNTV siku kadhaa zilizopita, TNTV ilikuonesha tukio la kukatika kwa mawasiliano kati ya barabara ya Biekela Kasarani kutokana na kujaa maji yaliyosababishwa na mvua zinazoendelea kunyesha katika manispaa ya Bukoba. Lakini kubwa zaidi lililolalamikiwa na wananchi ni kujaa kwa uchafu katika daraja la Kasarani ambako unapita mto Kanoni kupeleka maji ziwani, hivyo kusababisha maji kuhama njia na kuelekea kwenye makazi ya watu. Sasa hii leo tunashuhudia halmashauri ya manispaa ya Bukoba kupitia idara ya mazingira wakifika na kuanza kuondoa uchafu huo uliokuwa ukilalamikiwa na wananchi ili kuondoa changamoto ambayo imekuwa ikitokea wakati wa mvua. TNTV imefika eneo la tukio na kushuhudia tukio lenyewe la uondoaji wa taka, lakini pia kuzungumza na afisa mazingira wa manispaa ya Bukoba Tambuko Joseph. Katika kufahamu mengi kuhusiana na zoezi hilo pamoja na masuala mengine ya usafi wa mazingira manispaa ya Bukoba, ungana nami Arnold Kailembo pamoja na afisa mazingira Tambuko Joseph. Lakini pia usahau kubonyeza neno subscribe, kulike, kushare na comment. Karibu. Mvua zimekuwa na athari hasa kwenye upande wa wananchi, kwa maana ya kwamba sisi tuna bahati kwamba manispaa ya Bukoba tuna mto ambao unapita katikati ya manispaa ya Bukoba ambao unaitwa mto Kanoni. Sasa unapokuwa mvua imenyesha, basi mto huu huwa una tabia ya kujaa na maji yanakwenda kwenye makazi ya watu. Na ni kati ya mito ambayo serikali imeiangalia, na kuna mradi maalum ambao unaitwa wa TACTIC ambao tutajenga kingo za mto huu kwa mwaka huu. Kwa maana ya kwamba hizi athari za maji yanayoingia kwenye makazi ya watu yatakuwa yamedhibitiwa. Hilo ni la kwanza. Lakini la pili, tunayo changamoto ya watu kutupa takataka kwenye mto huu, kwa sababu huu mto kwa vile unapita katikati ya hizi kata karibia 6 za manispaa ya Bukoba. Watu wamekuwa na tabia nyakati za usiku, baadhi ya watu kwenda kutupa takataka kwenye hii mito, kwenye huu mto, licha ya kwamba kumekuwa na elimu ambayo tumeendelea kuitoa kwenye vyombo vya habari mbalimbali, lakini kwenye mikutano mbalimbali tukiwahamasisha wananchi kwamba usitupe taka kwenye mto, taka zako uzihifadhi na zitakuja kuondolewa kwa utaratibu ambao umewekwa wa manispaa kupitia wakandarasi na ofisi ya mkurugenzi, kama inavyoelekezwa kwenye mikutano yetu na elimu tunazoendelea kutoa. Hiyo imekuwa ni changamoto. Hapa tuko kwenye daraja la Kasarani lililoko kata ya Bukoba, na tunaendelea kufanya usafi wa mto Kanoni, na hasa hizi taka ambazo zimekwama katikati ya daraja na eneo linalozunguka kwenye daraja, kuhakikisha kwamba tunafungua njia ili kusudi maji yaweze kupita kwa urahisi yaende ziwa Victoria. Ndio kitu tunachokifanya hapa. Tunajua daraja hili lilitengenezwa mahususi kwa ajili ya kutengeneza mawasiliano baina ya sehemu mbili, lakini pia kurahisisha utiririkaji mzuri wa maji kutoka mto Kanoni. Na kitu tunagundua kinachokwamisha maji kutiririka mpaka sasa hivi na kuelekea kwenye makazi ya watu ni uchafu. Pengine huu uchafu kwa jicho lako la kimazingira, nini chanzo chake hasa? Huu uchafu kimsingi unasababishwa na wananchi ambao wameshindwa au wamekwepa kupeleka hizi taka kwa wakandarasi wanaopita kwenye kata zao, lakini pia kwenye magari ya manispaa yanayopita. Kwa hiyo wanakuja kumwaga kwenye mto Kanoni wakikwepa kulipa zile ada za taka, na athari yake ndio hii sasa inaziba hili daraja la Kasarani, na hivyo maji, mvua inaponyesha, yale maji badala ya kupita, kwa sababu kishamwaga takataka maana yake kina kinapungua, inaziba yale mapitio ya maji, kwa hiyo haya maji yanakwenda kwenye makazi ya watu. Yeah. Unafikiri tunaweza kufikia hatua ambayo madhaifu ya kibinadamu kwenye swala la uchafuzi wa mazingira
yakakoma, na pengine kuna chochote unafikiria baada ya hili lililotokea hapa kuona kwamba sasa tunafikia kwenye jamii ambayo inakuwa ni mabalozi wa mazingira badala ya kujaribu? Mimi nachokifahamu ni kwamba wananchi kusema kwamba jambo hili wataliacha sio kweli. Ndio maana tunaendelea kuwa na elimu ya mara kwa mara, kwa sababu kila mtu ana namna yake alivyokuzwa na anavyoelekezwa, lakini sisi kama serikali tutaendelea kusimamia zile taratibu, kanuni na sheria zinazosimamia mambo ya usafi na uhifadhi wa mazingira, na kuhakikisha kwamba tunakomesha hili jambo la kutupaji wa takataka kwenye mto Kanoni, kwa sababu linaharibu mazingira ya mto, lakini pia zinasababisha athari hizi ambazo zinaendelea kwa mvua kidogo tu kunyesha, alafu mvua hii inakwenda kwenye makazi ya watu, na hao watu waliotupa takataka humu ni wa kwanza kulalamika kwamba serikali maji yameingia kwenye makazi yao na serikali hakuna inachofanya, wakati wao ndio watupaji wa takataka. Tunajua kuna watu wapo kumsaidia mkurugenzi katika ngazi ya kata na mitaa, hasa kwenye hizi kata 5 ambazo zinazunguka mto Kanoni, na maanisha maafisa mazingira ambao wako chini yako, maafisa usafi na mazingira walioko chini yako katika ngazi ya mitaa. Nini ambacho pengine unawaambia katika kushirikiana na wewe pamoja kuhakikisha kwamba ili linadhibitiwa, aidha kwa kuwajibisha wanaohusika, lakini pia kwa kuendelea kusimamia swala la mazingira? Mimi ninachoweza kusema ni kwamba maafisa afya walioko kwenye ngazi za kata, niwaombe tuendelee kushirikiana kuhakikisha kwamba tunatoa elimu kwa wananchi, lakini pia tunachukua hatua za kisheria kwa watu wote ambao tunakuta kwanza mazingira yao ni machafu, lakini pia wanatupa takataka kwenye mto Kanoni au kwenye mazingira ambayo hayajatengwa kwa ajili ya shughuli hiyo. Lakini zaidi sana ni lazima tuhakikishe kwamba tunaifanya manispaa yetu inakuwa safi kila eneo, kwa sababu manispaa hii ikiwa safi kila eneo, hata hizi taka zilizoko maeneo yasiyo rasmi ambapo kimsingi mvua ikinyesha itazikokota na itazileta kwenye mto, kama hazipo, basi hii changamoto ambayo tunaendelea nayo ya kuondoa hizi takataka kwenye hili daraja tusingekuwa tunaendelea nazo. Kimsingi ukiangalia hapa, mkurugenzi ametoa hela nyingi sana kuhakikisha kwamba tunakodi mtumbwi, lakini tunaweka mafuta kwenye gari, lakini tunalipa vibarua wanaofanya hii kazi, kitu ambacho hizo fedha zingeenda kufanya shughuli zingine za maendeleo ya wananchi. Wito wako kwa wananchi wanaokusikiliza, hasa wanaozunguka mto Kanoni? Mimi wito wangu kwa wananchi wa manispaa ya Bukoba kwa ujumla, lakini pia hasa wale walio karibu na mto Kanoni, waache kutupa takataka hizi kwenye mto, kwa sababu kuna adhabu kali ambazo zipo tutakapokuwa tumemkamata mtu. Na labda niseme wazi kwamba adhabu tukimkamata mtu, nadhani atakuwa ni fundisho. Tumeshakamata watu wasiopungua 16 hivi, kwa sababu tuliweka ulinzi sio kwenye maeneo yote, lakini maeneo ambayo tumeyafanyia utafiti kwamba ikifika jioni watu wanakwenda kutupa takataka na faini zake zinaanzia 500 na kuendelea. Sasa nisingependa kwamba mwananchi akaingia kwenye changamoto kama hiyo kwa jambo ambalo anaweza akahifadhi taka nyumbani kwake na mkandarasi akapita akachukua takataka, au magari ya mkurugenzi akapita akachukua takataka. Naitwa Friday Nyangara. Najisikia furaha sana kuona mpaka sasa hivi baada ya kazi inaendelea na wanarekebisha. Kwa hiyo mambo nadhani yataenda sawa, hata maji yakija yanaweza yakaenda vizuri. Kuna namna ambavyo pengine itaondolea adha iliyokuepo ile ya kujaa kwa maji kwenye barabara na kushindwa kupita? Kweli inaweza itasaidia sana, sababu maji yalikuwa yanajaa mpaka juu kabisa. Kwa hiyo uchafu atakapouondoa mambo yataenda sawa, maji yatakuwa yanaenda. Wananchi, naomba serikali hiyo iangalie kila sehemu waweze kuweka dustbin ili angalau mtu akinywa arushe kwenye dustbin. Yani inakuwa ni nzuri zaidi kuwa na sehemu ya kuweka ule uchafu. Hata mtu akikamatwa ametupa ovyo, aweze angalau kupigwa faini kidogo ili angalau mji wetu upendeze zaidi.